tumepata bahati kubwa sisi wana Kinondoni kuwa ni moja ya manispaa Tanzania ambazo zipo katika ramani ya kuaccommodate mashindano haya ya AFCON. Hiyo ni bahati kubwa sana na ni moja ya wilaya ambazo zitakuwa zinatamkwa mara kwa mara na hasa katika mashindano hayo. Lakini kikubwa zaidi yote hii ni kwa heshima kubwa ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu sisi leo ndo tunaandaa viwanja hivi ili mwezi wa 8 waweze kutukagua na waweze kuangalia sifa yetu, na mwisho ndio sasa. Lakini kama mmeona hivi juzi, Mheshimiwa Waziri wetu wa masuala ya michezo, Mheshimiwa Christian Paul Makonda amesaini mkataba wa sasa mashindano haya kuchezwa hapa kwetu Tanzania na baadhi ya hizo nchi zingine. Hebu tupige makofi mengi sana. Lakini kama mnavyofahamu kwamba AFCON peke yake ukiitazama ndani ya box huwezi kufanya vitu vingine. Kwa maelekezo yangu, viwanja vya AFCON hivi vikamilike haraka, kwa sababu visipokamilika si tu aibu kwa mkoa, lakini pia tutakuwa tumemdhalilisha Mheshimiwa Rais aliyepewa dhamana ya kuyahost mashindano haya. Miradi hiyo ni pamoja na miradi ya barabara. Nafikiri leo mkitembea, barabara zipo za TANROADS, barabara zipo za TARURA. Barabara zote ambazo zimekushaanzwa zikamilike kwa wakati, na zile barabara ambazo tunaziona ni za muhimu katika kuunganisha watu zikamilike zote kwa wakati. Lakini jambo la pili, tumezungumzia kuhusu muhimu wa kuwasha mji wetu. Mji wetu kila mahali ni giza. Kwa hiyo bajeti zote za halmashauri kwa maana manispaa pamoja na mambo mengine zijielekeze pia katika kuhakikisha kunakuwa kuna taa maeneo mbalimbali kwa ajili ya usalama wa miji yetu. Na taa hizi, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, sio tu ifanywe kazi hiyo na serikali peke yake, ni pamoja pia kuhamasisha wadau binafsi ambao pia wanaweza kushiriki kwa namna moja ama nyingine kuweza kusaidia kuwasha mji wetu ili uwe smart. Lakini katika maeneo haya ambayo viwanja hivi vipo, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya pamoja na wakuu wa wilaya wote ambao tutakaa kikao kwa pamoja, tuanze kuona umuhimu wa maeneo haya kupafanya kuwa na mifumo ambayo likitokea jambo lolote tunaweza tukatrace. Ikitokea jambo ambalo si la kawaida, masuala ya usalama na kadhalika, kufunga kamera, kufunga mifumo ya internet katika mitaa hii, ili angalau kama kuna jambo lolote basi tuweze kulibaini kwa haraka. Lakini na jambo jingine ni miradi ya maji. Hakuna kitu kama kero kubwa unapopata wageni afu hakuna maji. Bora aibu hiyo iwe ni kwetu sisi kabla tujakaribisha wageni. Kwa hiyo kwa watu wa DAWASA ni muhimu mno kujipanga ili kuhakikisha maji inabaki kuwa historia katika taifa letu, katika na hasa nyakati ambazo wageni wetu wametembelea katika taifa letu. Taswira yetu, namna tutakavyo ipresent wenyewe, ndivyo wageni watakavyoondoka nayo kwamba Tanzania kuna vibaka au Tanzania kuna watu wema. Tanzania ikoje? Kwa hiyo ni muda mwafaka sasa kufanya kazi kwa bidii ili hayo mambo yote yaweze kufanikiwa na taifa letu liweze kubeba ile taswira nzuri. Miradi hii ni jumla viwanja si chini ya vitatu ambavyo mkandarasi anavitengeneza. Na miradi hii ni package ya si chini ya bilioni 50 kwenda mpaka ni zaidi ya bilioni 50 kwenda mpaka kwenye bilioni 54 huko. Yote hii ni miradi ambayo inaangalia namna kutengeneza viwanja vyetu. Lakini ninyi watu wa Kinondoni mpo hapa. Kwa miaka mingi sana tumelia na mabarabara yetu. Lakini leo hii Mheshimiwa Rais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitoa fedha bilioni 11 kujenga daraja la Mkwajuni. Nafikiri wote mmeliona. Miaka yote kutoka maji yanayotoka Mto Ng'ombe yalikuwa nasumbua sana pale. Lakini bilioni 11 imetolewa na hivi ninavyozungumza zaidi ya bilioni 10 zimekishalipwa kwa mkandarasi. Lakini daraja la Kigogo ambalo ndio mpakani kwenu pale, nalo linatengenezwa kwa bilioni 17. Maji yamesumbua muda mrefu lakini nalo linatengenezwa. Daraja la Jangwani si chini ya bilioni 97, nalo linatengenezwa. Lakini ukienda maeneo mengine ya Kinondoni, hapa Kinondoni peke yake mna zaidi ya bilioni 300 ambazo ziko saizi ardhini. Zinafukua barabara za mwendokasi, zinafukua madaraja, zinafukua barabara za kawaida, zinaweka taa na sehemu zinginezo. Hebu tumpige tena makofi Mheshimiwa Rais kwa kazi hiyo kubwa. Kwa hiyo sasa, kwa wale vijana wenzangu ambao tumezoea kuyapata maendeleo tukiwa ndotoni, tunadhani maendeleo yanapatikana kwenye WhatsApp,
hebu tuchangamke. Juzi mimi nimejaribisha, nilimshusha mtu wa guta, nikaendesha guta mwenyewe. Guta lilokuwa limebeba ndizi nyingi. Lile guta niliendesha, hata peda moja linishinda kupiga. Kila nikimwangalia yule bwana, nikimwangalia ni mwembamba kuliko mimi, lakini analisukuma lile guta na jasho zinamiminika za kutosha. Mzigo mzima anaupeleka kwa shilingi 1080.